Haya, ndugu zangu wa mjamboni wa Kenya wenzangu, mimi kama hapa niko mbele yenu najulikana kama Mzai, na leo sina mengi ya kusema, na swali yangu ni moja tu na naielekeza kwa President wetu William Samoei Ruto. Nasikia unajipanga kuja mlima, na ni vizuri. Mlima ni Kenya, ni wewe kiongozi wa Kenya, sawa? Lakini password ya kuingia mlima sijui kama unajua, hiyo hauna, kwa sababu password ya kuingia mlima ni Gachagua. Unaona, wenye mlikuwa na yeye mkifanya campaign mkisema ni mtu mzuri, mnataka kufanya na yeye kazi pamoja, hatujui kuliendaje, ukaidhinisha mpaka wewe mwenyewe ukasimama kidete atolewe kwa mamlaka. Tulimchagua vile tulikuchagua, na mpaka wa leo kutoka aimpichiwe au haijazungumza kitu yote kumhusu, na alikuwa ndugu yako na wewe ulikuwa ndugu yake. Alikupatia mabega mabawa ya kushikilia ili ukalie hiyo kiti, maana kama sio mlima haungepata kupata hiyo kiti, kwa sababu ulikuja na Gachagua kwa mlima na akaongea na sisi na ni mtoto wetu, na tukakubali kuchagua kama kiongozi wa taifa, uendeshe hii taifa na yeye. Sasa sijui venye ilikuja ukapinduka, ule mwenye alikubeba kwa mabawa yake ukachukua mwenye alikuwa anakukashifu kwa upinzani, kwa sababu baba naye alikuwa kwa Azimio na nyinyi mlikuwa kwa UDA. So hatujui ile kitu ilifanya mukatoa hude, wewe ukaidhinisha atolewe, ukasimama atolewe, ukatumia vitu zote zenye ulikuwa unajua ili atolewe kwa madaraka. Ni kweli alitolewa, hatukatai, lakini ujue sisi ndio tulimchagua na tulimchagua mkiwa pamoja na yeye. Sasa kabla ukuje kuleta maendeleo mlima, swali nataka ukuje kujibu ni hii moja: alitolewa kwa nini? Mlikosania wapi? Na mlikuwa pamoja kali mkiongea mambo ya kuinua wananchi wa pale chini na hiyo UDA yenu, hiyo mambo ya kusema bottom up, mlikuwa pamoja na Gachagua, na akasema wewe ni mtu mzuri na mtafanya kazi na yeye pamoja. Miaka 2 za nusu hiyo ilikuwa mfanya kazi pamoja. Kwa nini ulikubali atolewe? Na tangu atolewe haujawahi zungumza kitu yoyote kumhusu, hata kama mtu amekukosea aje. Wewe wakati mlikuwa na Uhuru 2017 yote juu wewe hukuwa ukufanya kazi, ulikuwa na campaign. Ulisikia ameidhinisha uimpichiwe na alikuwa na wabunge zaidi ya kuimpeach huko kwa bunge juu Jubilee ndio ilikuwa inatawala. Pesa alikuwa nayo. Mbona yeye hakuidhinisha wewe utolewe? Mbona wewe unataka kuchinja mwenzako wenye wewe hukuchinjwa na ulishamchinja? Na unasemanga wewe ni mtu unajua Mungu, haujui Mungu. Kwa sababu hata Biblia inasema uwezi lipa uzuri na ubaya. Sasa ule alikubeba vizuri na roho yake yote safi, na ni mtumishi. Saa hii ukamrusha nje kama Mungu haina mwenyewe, ulifanya makosa. Na hakuna mtu akosolewa wapi, hata kama wewe ni kiongozi unakosolewa, kwa sababu mahali umefanya vizuri inaonekana, mahali umefanya mbaya hapo ulifanya mbaya. Ule mwenye alikuwa advise kutoa Gachagua kuimpite Gachagua alikukosea sana. Juu hata saa hii mambo venye inaenda haingekuwa imefika. Juu ungekuwa na ndugu anakuelekeza, yeye alikwambia ukweli. Wale wenye mko nao hapo wanakuzungukia ni makonma, ndio wanakudanganya. Hata Zirazi alikwambia huko kwao, wenye wanakuzungukia hapo ndio wanakudanganya. Na wewe unafuata wenye wanakuambia na unajua ni uongo. Wewe fanya hivi. Password ya kuingia mlima ni Gachagua. Mkuje na yeye mkiwa mmeandamana. Na najua haiwezekani. Kwa hivyo hata mlipo ukikuja, wewe kuja tu, lakini hakuna mtu atakusikiza. Utakuja na urudi. Na hizo kura utapata. Hata ukifanya aje ama ufanye aje. Mlima isa kutoka. Yangu ni hiyo tu, imeisha.